Shirika la Afya Duniani WHO limejaribu kupunguza hofu ya dunia baada ya mlipuko wa hantavirus ndani ya meli ya kitalii kuzua hofu na kulinganishwa na mwanzo wa janga la COVID-19. Hofu hiyo imeanza mapema wiki hii baada ya baadhi ya abiria waliokuwa ndani ya meli iliyokuwa ikisafiri katika bahari ya Atlantic kuonesha dalili zinazohusishwa na aina adimu ya hantavirus inayojulikana kama Andes virus. Mamlaka za afya baadaye zilithibitisha takriban visa 5 ndani ya meli hiyo, jambo lililosababisha hatua za dharura za kudhibiti maambukizi pamoja na ushirikiano wa kimataifa kati ya serikali mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa hizo, meli hiyo ilikataliwa kuingia katika baadhi ya bandari kutokana na hofu ya maambukizi kabla ya kuelekezwa katika visiwa vya Kanari baada ya Uhispania kukubali kuipokea kufuatia mazungumzo na WHO. Tukio hilo lilisababisha hofu kubwa mtandaoni, huku watu wengi wakijiuliza kama dunia inaweza kuwa inakabiliwa na janga jingine kama la COVID-19. Hata hivyo, maafisa wa WHO wamesisitiza kuwa hali ya sasa ni tofauti kabisa. Katika mkutano na waandishi wa habari, Dr. Maria Van Kerkhove, ambaye ni kaimu mkurugenzi wa idara ya usimamizi wa milipuko na majanga ya WHO, alisema virusi vinavyohusika sio coronavirus na havisambai. Hii sio coronavirus, hivi ni virusi tofauti kabisa, alisema. Van Kerkhove alieleza kuwa hantavirus zimefahamika kwa miongo mingi na mara nyingi husambazwa kutoka kwa panya kwenda kwa binadamu kupitia mate, mkojo au kinyesi cha panya. Alisema aina nyingi za hantavirus havisambai kutoka mtu mmoja kwenda mwingine. Mlipuko wa sasa unahusisha Andes virus, aina adimu iliyowahi kuonekana zaidi Amerika Kusini na ambayo ni miongoni mwa hantavirus chache zinazoweza kusambaa kati ya watu kupitia mawasiliano ya karibu sana. Hata hivyo, WHO imesisitiza kuwa kiwango chake cha maambukizi ni kidogo ukilinganisha na COVID-19. Aliongeza kuwa visa vilivyothibitishwa hadi sasa vipo ndani ya meli hiyo pekee na hatua za tahadhari tayari zimeanza kuchukuliwa kuzuia maambukizi zaidi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pia alizungumzia hali hiyo na kuonya kuwa visa vingine vinaweza kuendelea kuripotiwa kwa sababu kipindi cha virusi hivyo kujitokeza mwilini kinaweza kufikia wiki 6. Ingawa hili ni tukio kubwa, WHO inatathmini hatari kwa afya ya umma kuwa ni ndogo, alisema Tedros. Kwa mujibu wa WHO, vipaumbele vya sasa ni kuhakikisha wagonjwa wanapata matibabu, kuwalinda abiria na wafanyakazi wengine wa meli hiyo, pamoja na kuzuia virusi kusambaa nje ya meli. Tedros pia alidai kuwa alimwomba Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez kuiruhusu meli hiyo kuingia nchini humo. Alishukuru Hispania kwa kile alichokiita kitendo cha mshikamano na uwajibikaji wa kibinadamu. WHO pia imesisitiza kuwa hatari kwa wakazi wa visiwa vya Kanari bado ni ndogo, huku mamlaka za Hispania zikiendelea kujiandaa kwa hatua za karantini na huduma za afya kabla ya kuwasili kwa meli hiyo. Tukio hili limeonyesha tena namna kumbukumbu za janga la COVID-19 zinavyoendelea kuathiri namna dunia inavyopokea taarifa za milipuko ya magonjwa, hata pale hali za kisayansi zinapokuwa tofauti kabisa. This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. There's a lot of detail that we know. I'm going to ask Anais to come in and say this, but I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. We have 5 confirmed cases so far. We completely understand why these questions are coming, and we are trying to provide all of the information that we can. That's why we're having a press conference here to give accurate information, and we're grateful for all of those who out there who are asking these types of questions. But this is not the same situation we were in 6 years ago. It doesn't spread the same way like coronaviruses do. It's very different. It's that close, intimate contact that we've seen. And most hantaviruses don't transmit between people at all. Most hantaviruses are transmitted from rodents or their feces or their saliva in their droppings to people. And only this one particular virus, the Andes virus, which has been identified here, we've seen some human-to-human transmission. And again, I want to reiterate, the actions that are being taken on board are precautionary to prevent any onward spread. And so there's a lot that is being done right now to be able to try to minimize the risk even further. But I do want Anais to come in and provide a little bit. No? Okay. Oh, okay. Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks,
it's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. It also shows why the international health regulations exist and how they work. WHO is working with multiple governments and partners on the response under those regulations. Our priorities are to ensure the affected patients receive care, that the remaining passengers on the ship are kept safe and treated with dignity, and to prevent any further spread of the virus. On Monday, I asked Prime Minister Pedro Sanchez of Spain to accept the ship, which he agreed to do, and I thank Prime Minister Sanchez for his generosity, solidarity, and meeting his moral duty. The ship is now sailing for the Canary Islands, and we're confident in the capacity of Spain to manage this risk, and we're supporting them to do so. Once again, we assess the risk to the people of the Canary Islands as low.